wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, nimempa Bwana moyo wangu, nimempa Bwana moyo, moyo wangu na Yesu, moyo wangu na Yesu, nimempa Bwana moyo wangu, nimempa Bwana moyo.
kimbilio langu. nakupenda, Bwana wangu nakupenda, nakupenda, Bwana 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 wangu, na Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu. Ukiona Matthew 25 verse 14, and for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them goods. Unto one he gave 5 talents, unto the 2, unto another he gave a man according to his own ability. Verse number 15. That is Matthew 25 verse 15. He received 5 talents, came and brought other 5. And verse number 20. 5 talents, saying, Lord, thou deliver unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Verse 21. His Lord said unto him, Well done, thou faithful, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make you ruler over things, and thou into the joy of the Lord. Praise God. Hapa ni watu walipewa talanta. Mmoja akapewa 1, mwingine akapewa ngapi? 5, mwingine akapewa 2. Hao walipewa 5 na 2, wakaenda wakamultiply. Sasa kiongozi wao anawaambia, ingia katika nyumba ya ufalme wewe ambaye unajua. Kuna wale amesema pale na kuangalia, akasema ukiwa mwaminifu kwa kidogo. Look at verse number 21. Asema bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Na mtu ampe Yesu makofi ya shukrani. Hallelujah. Ujua hata hiyo mikono unayepiga ni Mungu amekupatia, mumpigie makofi ya shukrani ukijua the more unampigia mikono yako Mungu atailinda. Mtu aseme amen. Hao watu walipewa, nasikia anamwambia umekuwa mwaminifu kwa kichache. Ikiwa unaweza kushukuru kwa kidogo uliopatiwa. Tatizo ambalo wengi mko nalo ni tamaa. Ikiwa wewe sema hata kidogo asante, hata kubwa utasema asante. Na tunaangalia katika maisha ambayo tunaishi, mwanadamu atasema, ataongea vibaya kuhusu lile jambo ambalo umemtendea. Lakini ukimtendea jambo nzuri haongei. Hiyo ni tabia yako wewe. Hawezi kushukuru ama uongee vizuri kuhusu jambo nzuri ambalo umetendewa. People forget. Watu wanasahau sana mambo mazuri yakitendeka kwa maisha yao. Lakini watu wanakumbuka sana mambo mabaya. Deuteronomy 8:18. Nataka usikie hiyo. Tuanzie 17. And the Lord said unto them, to me, they have all spoken that which they have spoken. I will raise up a prophet among them. That's number 1. So what I'm telling you here is a prophetic word. Unajua nisakuwa nakwambia kitu unaona kama mimi mambo yako naongea. Mungu anasema nitainua nabii among the brethren like unto thee. I will put my words in his mouth, and he will speak unto them all that I shall command him. Mungu anaweka neno kwa nabii, na nabii anazungumza neno ile ambao Mungu angependa kuzungumza. Sometimes we don't understand who is a prophet. A prophet is the mouthpiece of God. A prophet is the eye of the Lord. So every time unapokuwa nakwambia kitu, sikwambii mambo yangu, inakwambia mambo ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Hiyo ni ya kwanza. Number 2, let's go to Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy 8. Sema Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Nasema, and thou say in thy heart, my power and the mighty of mine hands are gotten me this wealth. Verse 18. But thou shalt remember the Lord thy God,
For it is he that give thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto his fathers, as it is today. So inasema kwamba 17 inasema hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uweza wangu wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Anakupatia nguvu ya kupata utajiri Mungu. Na ni makosa mnapopata pesa, mnakosa hata kutoa fungu la 10. Unakosa kuelewa aliyekupatia nguvu ya kufanya kupata hizo pesa. Sio wewe, ni Mungu. Ndiye amekupa uweza wa kutengeneza pesa. Sikiza hii. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Nani anakupatia nguvu za kupata utajiri? Nani? Mikono yako? Bidii yako? Hapana. Kuna watu wanasema mimi naamka mapema ndio nimetengeneza pesa. Mimi niko na akili. Hakuna mtu ako na akili kuliko mwingine. Anayepeana kile tulicho nacho ni Mungu. Na Mungu anakuambia hapa umkumbuke. Praise God. Anasema bali utamkumbuka Mungu. Tatizo ambalo tunalo la watu wengi, tunakumbuka Mungu wakati tuko na shida. Wakati uko na matatizo ndio unakumbuka Mungu. Lakini wakati mambo ni mazuri, umekula mshahara wako, umepata pesa zako, unasahau aliyekupa uwezo wa kutengeneza pesa. Inaposema uweza, maandiko yanamaanisha nini? Afya njema ni uweza. Haleluya. Maana kama hauna afya, hauwezi ukatengeneza pesa, hauwezi ukaenda kazi. Lakini afya ulionayo inasababisha wewe kuweza kuona siku nyingine. Na mtu ampigie Yesu makofi ya shukrani, aliyekupa uzima na kuongeza uzima na kuongeza afya katika maisha yako. Sema amen. Anasema mkumbuke Mungu, maana ndiye anakupa uwezo wa kutengeneza pesa. Bila huyo Mungu hauwezi kutengeneza chochote. Bila Mungu huwezi kufanya lolote. Ndiye anakupatia uwezo wa kutengeneza mali. Umkumbuke unapotembea, unapoishi maisha duniani. Umkumbuke Mungu. Bila Mungu hakuna mwingine awezaye kukusaidia katika maisha. Tuseme amen. Ndio maana nasema mkumbuke Bwana Mungu wako, maana ndiye anakupa uwezo wa kutengeneza mali. Mimi na wewe tuko hai kwa sababu ya Mungu. Praise God. Na ninakuombea unanitazama na kunisikiliza, uishi maisha marefu na Mungu akupe uwezo wa kutengeneza mali katika maisha yako. For God to give me this opportunity. Mimi sio kiwete, sina ugonjwa wowote. Kumpata mwanadamu kama mimi na wewe ambao tuko wazima, hatuna any chronic diseases, tunapaswa kumshukuru Mungu. Haleluya. Ni nini umempatia Mungu? Amekupatia afya. Pe Yesu makofi ya shukrani. Uwe mtu wa shukrani. Uwe mtu wa kusema asante. Mungu amenilinda. Pe Yesu makofi ya shukrani. Mwambie Bwana umenilinda, asante. Sina pesa ya kukulipa, lakini Bwana nakushukuru siku za maisha yako. Jamani, tumshukuru Mungu kwa sababu si kwa nguvu zetu tuko hai, ni kwa sababu ya neema yake ametuweka hai. Simpe makofi jamani. Tumshukuru Mungu. Kwa watu wa shukrani, tumia mikono yako kumshukuru, tumia sauti yako kumshukuru, tumia dhamiri yako kumshukuru. Huyo Mungu ametupatia nafasi. Huyo Mungu apewe sifa na utukufu. Bwana Yesu nabariki hii Holy Communion. Let it make us holy. It's called Holy Communion. The blood of Jesus that cleanses every sin and bringeth forth deliverance. The body of Christ. Blessings in Jesus' name. Hey Mungu wangu nakupenda, Bwana wangu nakupenda, kimbilio langu, hey Bwana wangu nakupenda, Bwana wangu, na Mungu
umenitoa mbali, uzima wa milele umenipa, nguvu zangu ni wewe, tumaini la wajane, kimbilio la wajane, msaada wa watu wote. Mungu wangu nakupenda, msaada wangu, mfariji mwema, msaada wangu, mfariji mwema. Mungu wangu nakupenda Baba, Mungu wangu umenitoa mbali, sina la kusema, sifa shukrani upewe. Mungu wangu umenitoa mbali, pokea sifa na shukrani, ushindi wako ni wa milele. Baba yangu nakupenda, Bwana wangu nakupenda, umenipenda. Bwana wangu nakupenda, Mungu wangu ninakupenda, kimbilio la wajane, msaada wa karibu, tumaini langu, mimi sina mwingine. Mungu wangu Baba. Kuna watu wako hapa kila Jumapili saa 4 lazima tune pepeta kwa ajili ya kubarikiwa na sisi. Bwana Yesu akubariki unanitazama. Leo lazima niwaombee. Kwa kweli naomba msamaha, nimekuwa nikifanya ibada na bariki hawa walioko hapa, nasahau niko na washirika wengine wanaonitazama kwenye TV. Nina wengine wananitazama kwenye mtandao kwa Facebook, tuko na wao pale kwa TikTok. Na TikTok hii mnaangalia imetumiwa vibaya sana, watu wanafanya vitu viovu, wengine wanafundisha watoto wetu mambo mabaya. Lakini sasa tuko hapa kwa ajili ya kuambia kwamba Yesu ni Bwana. Mitandao hii itumike kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Sasa mnaotazama kwenye Pepeta TV popote mlipo, nataka niombe na nyinyi. Kama uko pale na haujaokoka, ungependa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Kama uko pale kwenye runinga unatazama na wewe ni mgonjwa, kama kuna mama mara kwenye kiti wewe ni mgonjwa na unauma mgongo, for 7 months umekuwa hauamuki, inakuamrisha kwa Yesu Kristo anayenionyesha uamuke na utembee kwa hicho kiti. Umeenda kwa madaktari, umepimwa, hakuna ugonjwa unaonekana. Sasa kuna daktari wa madaktari aitwaye Yesu Kristo akupatie uponyaji. Wewe uliye kwenye kiti, mama umelala kwenye kiti chako hapo uamuki, umeenda hospitalini magonjwa hayaonekani, Bwana ananiambia na kuponya kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nashukuru kwa maisha yangu. Nakubali kuokoka leo. Ukubali uwe baba yangu, niwe mtoto wako. Nipokee, nisamehe dhambi na makosa. Unipokee kama mtoto wako. Natubu na kuokoka na kupokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Nimekiri kwa imani, nimeokoka. Amen. Tupe Yesu makofi jamani. Kwa wale wameconfess, tuwasaidia kuconfess. Kuna watu wameokoka, mpokea Yesu. Basi ambao umeokoka mpokea Yesu. Kama uko mbali sana na Nairobi, unaweza tafuta kanisa la kiroho, uingie umwendo mwambie mchungaji na Prophet Church alihubiri kwa television ya Pepeta, alikuwa na live service na akaniombea nikaokoka. Kwa sababu yuko mbali siwezi mfikia, alinituma nije kwako. Tafuta mchungaji ambao anahubiri kanisa la kiroho, anahubiri Yesu, anataja Roho Mtakatifu, uende pale. Na wale mko maeneo ya Nairobi, Aitsilibero, na wakaribisha kwa ibada zetu. Tuna ibada 3 kwa wiki. Wednesday tuko na ibada hapa la 1-on-1 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Friday tuko hapa, hiyo ndio siku naonana na watu. Alafu Sunday from 7 pia tuko hapa. Mungu awabariki. Usidi kuangalia Pepeta TV. Kimbilio langu, Bwana wangu nakupenda.
nakupenda, Bwana 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 wangu, nakupenda, Mungu wangu Mungu wangu Mungu, nakupenda, nakupenda, Mungu wangu nakupenda, nakupenda, umenitoa mbali, nakupenda, Mungu wangu umenitoa mbali, nakupenda, uzima wa milele umenipa, nakupenda, nguvu zangu ni wewe, nakupenda, tumaini la wajane, nakupenda, kimbilio la wajane, nakupenda, msaada wa watu wote, nakupenda, Mungu wangu nakupenda, nakupenda, msaada wangu, nakupenda, mfariji mwema, nakupenda, msaada wangu, nakupenda, mfariji mwema, nakupenda, Mungu wangu nakupenda.